Lucky Stars, Sport Next Level. Kwa taarifa zilizopo ni kwamba beki wa kulia wa wananchi Yanga Kwasi Atula Yao ana majeraha ambayo yatamweka nje kwa muda mrefu. Kwa sababu hiyo, wananchi ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara washalitoa mara 3 mfululizo na msimu huu wanalifukuzia kwa mara ya 4, huku pia wakiwa tayari wameshapata tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu ujao. Inaelezwa kwamba wako mbioni kukamilisha usajili wa beki wa kimataifa kutoka Mauritania. Huyu si mwingine ni Ibrahim Keita, mchezaji ambaye msimu uliopita, msimu huu amekuwa katika klabu ya TP Mazembe ya kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwasi Atula Yao kwenye msimu huu 2024-2025 mambo yake yakumwendea vizuri. Ni mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast ambaye tangu atue nchini amekuwa kwenye kiwango bora sana ndani ya kikosi cha wananchi Yanga. Mara zote anapokuwa fit, Kwasi Atula Yao jeshi huwa hakosi namba katika kikosi cha kwanza cha Yanga. Uwezo wake mkubwa wa kupiga chenga, kukimbia, kupiga crosses ni miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakimhakikishia namba ndani ya kikosi cha wananchi Yanga bila kujali kocha ni nani. Wamekuwa wakimpatia nafasi kwa sababu amekuwa mchezaji ambaye mtaji wake mkubwa mojawapo ni kujituma muda wote wa mchezo. Lakini kwa msimu huu mambo yake yakwenda vizuri. Alipata majeraha mapema yaliyomfanya uwajibikaji wake kikosini umfanye akose mechi nyingi. Mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara, Yanga ikiwa imecheza mechi 27, Yanga ikiwa ndio inaongoza, iko kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa na pointi 73, mabao 71, ndio timu yenye pointi nyingi, ndio timu iliyofunga mabao mengi, lakini pia ndio timu iliyoruhusu mabao machache, imeruhusu mabao 10. Lakini Kwasi Atula Yao kwenye mechi hizi 27 yeye amecheza mechi 7 tu. Amekosa mechi 20 kwa sababu ya majeraha. Lakini dakika alizocheza kwenye mechi hizo 20 ni dakika 539 akiwa hajapiga shuti lolote, lakini pia amecheza faulo 7 wakati akipigania nembo ya wananchi Yanga kuhakikisha anapata matokeo yanayohitaji katika ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu wa 2024-2025. Kwasi Atula Yao msimu uliopita alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walionyesha kiwango bora sana, sio tu katika kuzuia lakini pia katika kushambulia, ambapo Yanga kwa mfumo wake baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 2 ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, huwafanya wale viungo 3, 2 wa pembeni. Hapa unaweza kuzungumzia Maxim Pianzengeli, Peodo Pako Mzuzwa ama yeyote anayepangwa katika eneo hilo, wanaposhambulia hupata fursa ya kuingia ndani ili kutoa fursa kwa beki 2 ambaye hapa tunazungumzia jeshi Kwasi Atula Yao kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja, kumwaga maji na wakati mwingine akifanya underlapping kwa kuingia ndani. Lakini Kwasi Atula Yao katika msimu uliopita akicheza kwa namna ya kujituma muda wote, miongoni mwa waliotoa pasi saidizi za mabao nyingi kwenye msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara ni Kwasi Atula Yao. Alikuwa ametoa pasi saidizi za mabao 8 wakati Yanga ikitoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 3 mfululizo, lakini pia yeye akihusika katika kuzalisha mabao 8 kwa pasi zake saidizi za mabao kati ya mabao 71 ambayo Yanga iliyafunga msimu uliopita. Kwa Yanga yenyewe katika ligi kuu Tanzania bara idadi ya mabao aliyofunga 71 ilikuwa ndio historia. Tangu ligi kuu Tanzania bara ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza, Yanga ilikuwa haijawahi kufunga mabao 71. Msimu uliopita 23-24 wakafunga mabao ya idadi hiyo, huku yeye akichangia mabao hayo 8 kwa pasi saidizi za mabao alizozitoa. Lakini kukosekana kwake pengine hakutowapa sana pressure Yanga kwa msimu ujao 2025-26 kutokana na taarifa kwamba wananchi Yanga chini ya uongozi wao Rais Engineer Hersi Said, makamu wake Arafat Haji na management kwa ujumla iko katika mpango wa kuhakikisha Ibrahim Keita, mchezaji wa kimataifa wa Mauritania, anachezea kikosi chao kwa msimu ujao 2025-26 ambao Yanga matarajio ni kuwakilisha nchi katika ligi ya mabingwa barani Afrika, kuwania taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB, lakini pia kushiriki kwa ukamilifu michuano mingine mbalimbali ikiwemo ya kombe la muungano, lakini pia kombe la mapinduzi na mingine yoyote itakayojitokeza kwa msimu ujao. Huyu Ibrahim Keita kama anatua Yanga, maana yake kuna mambo mengi anayo-offer ambayo kwa Kwasi Atula Yao kutakuwa pengo lake walao linakwenda kuzibwa, lakini pia ana ya ziada. Tofauti yao kubwa pamoja na body morphology.
Ndio, kwasi ya tula yao urefu wake ni around futi 5 na inchi 6. Lakini huyu mwamba Ibrahim Keita urefu wake ni futi 5 na inchi 11, yani kwa lugha nyingine amekosa inchi moja tu kutimiza urefu wa futi 6 kamili. Ndio, kwa sababu ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Sport Next Level, futi moja ni sawa na inchi 12. Yeye ana futi 5 na inchi 11. Ndio maana anasema amekosa inchi moja ili kutimiza futi 6. Lakini pamoja na urefu wake huu, Ibrahim Keita ni mzuri katika maeneo yote mawili. Kutekeleza majukumu ya msingi kama beki katika kuzuia, lakini timu inaposhambulia amekuwa na hatari kubwa kwa wapinzani. Msimu huu akiwa na klabu yake ya TP Mazembe kwenye mechi 5 zilizopita amefunga mabao 4. Unaweza kaona hapo, wakati yeye ni beki 2. Mechi miongoni mwa alizofunga ni katika mechi ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao la A, ambapo TP Mazembe tunakumbuka walikuwa na Yanga, walikuwa pia na Al Hilal Omdurman pamoja na MC Alger ya Algeria. Mechi ya mwisho walicheza na vinara wa kundi Al Hilal Omdurman pale Lubumbashi nchini Kongo, wakashinda 4 bila. TP Mazembe yeye alifunga bao moja hapo. Katika mechi waliocheza dhidi ya Yanga kwa Mkapa kwenye hatua yao hiyo ya makundi kwenye kundi A Ligi ya Mabingwa barani Afrika, TP Mazembe walifungwa 3-1. Huyu Ibrahim Keita, lile bao moja alilofunga TP Mazembe lililotokana na jitihada zake akiwa katika nusu ya pili ya uwanja kwenye final third ya TP Mazembe, kwa lugha nyingine kwenye eneo la kujilinda la Yanga, alimzidi mbio huyu Shadrack Isakaboka beki 3, na matokeo yake Shadrack Isakaboka kajikuta anafika kwa kuchelewa na kusababisha mkwaju wa penalty ambao TP Mazembe walifunga katika kipigo walichokipata cha 3-1. Lakini katika mechi za ligi walicheza dhidi ya Tanganyika, huyu Ibrahim Keita alifunga bao moja. Walicheza dhidi ya Blessing, alifunga bao. Lakini vile vile walicheza dhidi ya Vats, alifunga bao. Kwa ujumla mechi 5 zilizopita ambazo yeye alicheza katika klabu yake ya TP Mazembe msimu huu amefunga mabao 4. Hiyo moja ambayo hakufunga ni mechi iliyoisha bila kati ya TP Mazembe na Saint Eloi Lupopo katika ligi kuu ya Kongo. Unaweza kaona katika eneo la kushambulia. Lakini ukitaka umfaidi zaidi huyu Ibrahim Keita, muangalie alivyoshiriki katika Ligi ya Mabingwa barani Afrika akiwa na TP Mazembe msimu uliopita wa 2023-2024. TP Mazembe tunakumbuka vizuri walifika hatua ya nusu finali, wakatolewa na Al Ahli ya Misri iliyokuja kuwa mabingwa. Kwa lugha nyingine, kuanzia hatua ya makundi TP Mazembe ilicheza mechi 10, 6 za hatua ya makundi, 2 robo finali, 2 hizo za nusu finali ambazo mwishowe wakatolewa na Al Ahli. Mechi 10 huyu mwamba Ibrahim Keita alicheza zote mechi 10. Dakika alizocheza zilikuwa ni dakika 876. Kwa hiyo alikosa dakika 24 tu katika safari ya TP Mazembe kwenye Ligi ya Mabingwa barani Afrika 2023-2024. Katika kucheza kwake kwenye mechi hizo 10, huyu mwamba aligusa mipira mara 644. Akatoa pasi, pasi 304, zilizofika zilikuwa pasi 225. Lakini hiyo haitoshi. Ingawa yeye ni beki, wakati anakwenda mbele alipiga mashuti 7, mawili alilenga lango, hakufunga, lakini alitoa pasi saidizi za mabao 2 katika safari ya TP Mazembe. Pasi moja wapo aliitoa katika mechi muhimu, mechi ya robo finali ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwenye marudiano kule nchini Angola dhidi ya Petro Atletico ya Angola. Ni mechi ambayo TP Mazembe walikwenda wakiwa wametoka bila nyumbani kwa Lubumbashi, lakini kwenda kule wakashinda 2-1. Bao moja wapo litokana na assist kutoka kwake yeye, ambaye kwenye kikosi cha TP Mazembe golikipa Aliou Badara Fati, lakini alikuwa akicheza na walinzi akina Maglawe Mtambwe, akicheza na kina Ernest Luzola Sita, lakini miongoni mwa viungo alikuwa kina Zemanga Soze, kina Glad Likonza, washambuliaji akina Philippe Beni Kinzumbi, kina Joel Bea kwa msimu 2023-2024. Lakini kwa ujumla tu katika eneo la kushambulia pia anasafiri sana na kupiga crosses. Alipiga crossi 70. Ndio, katika hizo zilizofika zilikuwa ni crossi 23. Lakini alifanya ball recovery, kupora mipira, kuipoka kutoka kwa wapinzani mara 43 katika mechi hizi 10, kuonyesha namna gani amekuwa kwenye kiwango bora katika maeneo yote mawili, kuzuia na kushambulia, ingawa yeye ni beki wa kulia. Ni beki wa kisasa ambaye mara zote timu inaposhambulia anabadilika na kuwa playmaker, anakuwa ni kiungo mchezeshaji kutokea upande wa kulia ambako gula kile lenye nguvu ndipo lilipo. Ibrahim Keita katika mipira ya juu alipigania mipira 18, akafanikiwa mipira 9 ambayo ni 50% ya ufanisi.
Lakini mipira ya chini alipigania mipira 90, akafanikiwa mipira 60, ambayo ni ufanisi wa 67% ya kufanikiwa katika mipira ya chini, huyu Ibrahim Keita. Lakini vile vile Ibrahim Keita panapobidi anacheza faulo ili kulihami lango lake. Alicheza faulo 12, yeye akachezea faulo 15. Yeye ni beki lakini amechezewa faulo nyingi na wapinzani kuliko alivyocheza yeye, kwa sababu ya kawaida yake ya kupandisha mashambulizi wakati timu inaposhambulia. Lakini majukumu mengine ya msingi kama beki ni pamoja na tackling, kuingia uvunguni mwa wapinzani, kutoa mipira bila kusababisha madhara. Amefanya kwa mafanikio tackling mara 35 katika mechi 10. Lakini kuna kitu kinaitwa interception, kuingilia mipira. Wapinzani wanapasiana baina ya mchezaji mmoja na mwingine, anawazidi maarifa kuchukua mpira. Ama mpinzani anajaribu kutuliza mpira, anawahi na kumzidi maarifa na kuchukua. Ama mpinzani anajaribu kudribble kukokote, yeye anawahi na kuchukua, ni sehemu ya interceptions. Amefanya kwa mafanikio mara 13. Lakini kuna clearances, kuosha mipira, kubutua, kuitoa katika eneo hatarishi iende eneo salama, amefanya kwa mafanikio mara 15. Lakini Ibrahim Keita kwenye kudribble mipira, kuikokota, wala Yanga kama anaonyesha kiwango chake akiwa na TP Mazembe, kama watampata na ataonyesha kiwango hiki, maana yake ni mule anamopita Kwasi Atula yao, kwa sababu amedribble mpira mara 19 akafanikiwa mara 10, ambao ni ufanisi wa zaidi ya 50% ya namna ya kukokota mipira. Kwasi Atula yao anapata mbadala, mrithi sahihi pindi Yanga wakikamilisha usajili wake kama ambavyo inaelezwa. Swali ni kwamba je, tetesi hizi zitakuwa za kweli? Maana ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, tambua kwamba hizi zote ni tetesi kuelekea msimu ujao. Hakuna taarifa rasmi za Yanga kwamba wanamsajili Ibrahim Keita. Hakuna taarifa kutoka TP Mazembe kwamba Ibrahim Keita hayupo kwao na anakuwa katika klabu ya Yanga, na hakuna taarifa pia kutoka kwenye management binafsi ya huyu mchezaji Ibrahim Keita kwamba msimu ujao anaitumikia Yanga. Swali la kujiuliza ni kwamba je, hili linalozungumzwa ndilo litakalokuwa kwamba Yanga chini ya kocha Bilud Hamdi na benchi la ufundi kwa ujumla wanampata mchezaji huyu kama mrithi wa Kwasi Atula yao katika nafasi ya beki mbili ya Yanga kwenye mfumo wao baada ya golikipa ni 4-2-3-1, ama ni swala la kusubiri? Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.